Sehemu ya 5 ya simulizi maandiko. Katika sehemu ya 4 tulishia pale ambapo Neema alifunga mlango na kumwambia Joy atoke na kuhakikisha kwamba mtu asiingie kwenye kile chumba. Akasogea hadi kwa Samiri ambaye alikuwa bado hajazinduka na tayari alikuwa ameshawekewa dilipo moja iliyokuwa ya maji na ilikuwa imeisha na ameongezewa nyingine. Neema kwanza akazichoma drip za Samiri. Samiri akiwa ananyosha miguu yake kama mtu anayetaka kukata roho. Neema aligeuka upande wa pili akamwona Zaria. Akajisemea, mtoto aliyojifungua nimemuua, sio bahati mbaya, makusudi kabisa. Sasa hiyo ni dhambi ndogo. Sasa ili nipate dhambi kubwa, basi nakuua na wewe. Naam, hapo ndipo tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya 4 ya simulizi nzuri maandiko. Mtunzi wa simulizi hii ni Mogi Shine ambaye unampata kupitia 0621 302 436. Mimi ni Director ON kutokea hapa Simulizi Mix Entertainment, na hapa kwetu bana unatupata kupitia 0677 062 012. Mwendelezo wa simulizi unaipata kupitia YouTube channel Simulizi Mix, lakini simulizi unaipata yote kabisa ndani ya SMix app kwa sababu uko inakuwa inapatikana mpaka mwisho kabisa. Kama wewe unaipata sehemu hii kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix. Tene pamoja tuendelee na simulizi yetu nzuri maandiko. Neema akatoa bomba lenye sindano kisha akachomeka kwenye drip na akawekea sumu kwenye ile drip ya damu. Alafu akajisemea, hii sumu kichanganyikana na damu ambayo ipo kwenye drip kisha ikiingia kwenye mwili unakufa peke yako. Alafu unaniacha baraka wangu. Kwenye ile wodi bibi Naifati hakuwa mzembe, alikuwa ametegeshea kamera yake ya siri ambayo ilikuwa na rekodi matukio kwenye hicho chumba kwa sababu alishaona hospitali haina ustaarabu kabisa. Basi akaweka kamera yake pasi na mtu yote kumuona. Wakati huo alikuwa anaweka bandage kwenye jeraha lake, lakini alipowasha simu yake ambayo alikuwa ameunganisha kwenye kamera inayorekodi matukio kwenye wodi ambayo wapo akina Samiri na Zaria, aliona kitu alichokuwa amekifanya Neema. Aliinuka upesi na kwenda kwenye chumba cha kina Zaria akipishana na Neema mlangoni. Naifati hakuongea chochote, alikimbia na kuchomoa ile drip kwa Zaria ili isiingie mwilini mwake. Kisha akaita, "Dokta, dokta." Neema akarudi na kumwambia, "Kwa hiyo wewe ndio ulileta hawa wagonjwa hapa, si ndio?" Naifati akasema ndo mimi. Neema akamtizama Naifati akashika kiuno akamwambia, "Kwa hiyo unajua dokta kuliko mtu yote umndani. Kwa nini umechomoa drip ya huyo mgonjwa?" Naifati akamwambia, "Wewe sikuamini tena. Na kwa nini umeingia kwenye hiki chumba?" Wakiwa wanazozana, dokta akaingia na kuuliza, "Vipi? Mbona mnabishana?" Naifati akamwambia dokta, "Nahamisha ugonjwa wangu hapa katika hospitali. Siamini tena. Na kuna kitu cha siri kinafanyika hapa." Dokta akamtizama Neema akauliza, "Neema, huyu binti anaongea nini na kwa nini amechomoa drip kwa wagonjwa?" Neema akamtizama Naifati akamshika mkono kwa nguvu na kumtoa kwenye ile wodi, lakini Naifati akamwambia, "Wewe nesi, niambie ni kitu gani ambacho umeweka kwenye drip ya huyo mgonjwa? Na huyo mgonjwa akifa utamla nyama na kuambia. Umeweka sumu kwenye drip ya dawa." Neema kuambiwa vile akatoa macho na kuuliza, "Umeonaje? Umeonaje?" Neema akaogopa sana, akarudi kwenye wodi akaichukua ile drip na kwenda kuitupa. Mume wake akamuuliza, "Unafanya nini?" Neema hakujibu chochote. Aligundua kwamba ile damu kama ikienda kupima na kubainika imewekewa sumu atafunga. Neema baada ya kufanya vile alirudi kwa mumewe ambaye alikuwa ni dokta na akamwambia amwekee drip nyingine. Vile vile Samiri akawekewa tena drip na wakaendelea kupata huduma. Neema kukoma, alimpa sindano rafiki yake Joyce yenye sumu na kumwambia, "Unamwona yule binti ambaye umemtibu jeraha la mgongoni? Kamchoma hii sindano na umwambie kwamba ni kwa ajili ya kuzuia tetanus." Haikuwa dawa ya tetanus, bali ilikuwa ni sumu ambayo itaozesha jeraha na kupelekea hata mgongo kuharibika. Joy akapokea na kwenda kwa Naifati na alipofika akamwambia, "Anti samani, wakati tunakutibu jeraha lako tumesahau kukuchoma sindano ya kuzuia tetanus." Naifati alimwangalia Joy akamwambia, "Tayari mshanitibu, sitaki tena sindano ya tetanus mimi. Nitaenda kuchoma kwenye maabara mamangu. Mama yangu anamiliki pharmacy kubwa hivyo nitaenda kuchoma huko. Sitaki nimesema." Joy akajaribu kumbembeleza Naifati lakini akagoma kata. Joy ikabidi arudi kwa Neema na kumwambia, "Aisee, binti amekataa bana. Shika bomba lako." Neema akamwangalia Naifati na kujisemea, "Huyu binti ni nani? Mbona amenilibia dili langu huyo?" Neema akapandisha ngazi hadi juu akatizama taa za Dar es Salaam, maana ilikuwa ni nyakati za usiku. Alichukua simu na kumpigia simu Nadia.
Baada ya muda simu ikapokelewa na Nadia ambaye alikuwa kwenye usingizi. Akafunua shuka na kupokea. Halo Neema. Neema akiwa anapunga upepo usiku ule akamwambia, shoga yangu Nadia, aise nimefeli kila kitu, yani kila mahali kuna kabinti kamenishinda tabia. Kwa hiyo sijafanikiwa. Na sijafanikiwa hata kitu kimoja. Sikia nikwambie Nadia, inabidi umfuatilie ubinti tujue kwamba anaishi wapi. Halafu tukishajua anaishi wapi, tutawatuma kina Selemani ama nani yule. Nadia akadakia na kusema, Mustafa, ama namzungumzia nani? Huyo Mustafa. Tutamtuma akatukamatia kaka binti halafu karembo. Tukisha kakamata, tutakadunga ile sindano ya kuongeza hamu ya kufanya mapenzi. Ile sumu itakaribu bongo wake tuanze kukauza kwa wanaume. Au unaonaje hiyo? Nadia akajifunika na kusema, hilo nalo ni wazo zuri sana. Tutakatafutia mbinu tu. Basi wakakata simu na kuagana. Hadi kufika asubuhi na pambazuka, wodi ya kina Samiri na Zaria walipokuwa wamerazwa wodi moja, na Ifati ambaye alikuwa amejitolea kuwasaidia alala kwenye hiyo wodi ili kuwapa msaada hasa watakapozinduka. Na Ifati alilala karibu na kitanda ambacho amelazwa Samir, naye alikuwa amevimba uso huku mwili wake ukionekana kudhoofika. Samiri akarejewa na fahamu. Samiri akafumbua macho. Samiri akataka kuinuka, akashangaa mkono wake umefungwa na akaangaza macho, akaona chupa ya drip ya maji imening'inia. Akaangalia miguuni kwake, akaona nywele ndefu zimemfunika zikionyesha kwamba aliyekuwa ameegemea kwenye miguu yake alikuwa amepitwa na usingizi. Samiri akainuka na kupeleka mkono kwa huyo mwanamke ambaye alikuwa Naifati. Samiri akafunua nywele za Naifati, akaona sura ya Naifati. Samiri baada ya kuona vile alikumbuka tukio la Singida. Alikuwa stendi akiuza mafuta, kuna binti alimuzia mafuta na wakati wa gari ilikuwa inaondoka, yule binti alichungulia kwenye dirisha na kumtupia pochi yenye hera. Kisha basi likaondoka. Kumbe yule alikuwa Naifati. Samiri alivyomwona akajisema moyoni, Mungu wangu, huyo binti akindai change yake nitatoa wapi mimi? Samiri akatamani ainuke, ila mgongo ulikuwa unamuuma sana kutokana na kipigo alichopigwa na kina Selemani. Samiri wakati anajitikisa vile akamwamsha Naifati. Naifati akafumbua macho akamtizama Samiri na akashangaa, akauliza, umeamka? Uko salama? Naifati alivyotuliza macho naye akakumbuka Samiri alinwaga mafuta kwake. Naifati akauliza, wewe kaka, mbona sura yako sio ngeni kwenye macho yangu? Si ni wewe ambaye ulinuzia mafuta Singida au nimekufananisha? Samiri baada ya kuulizwa vile aliogopa na kusema huenda atadaiwa chenji na zile pesa hakuzifaidi, alinyang'anywa na vibaka. Samiri akatikisa kichwa na kukana, mimi sijawahi kuuza mafuta na wala sijawahi kukutana na wewe. Leo ndo mara yangu ya kwanza kukuona. Samia aliongea huku akishika jicho ambapo kwa sasa lilikuwa limeanza kupungua. Naifati akainuka na kumwambia Samiri, samani kwa kufananisha, na pia jana nilikuwa kote ukiwa umepoteza fahamu. Ngoja nikamwite daktari aje akupime. Wakati Naifati anatoka kwenye wodi, Zaria naye akazinduka. Alivyotazama pembeni akashangana kujiuliza, hapa nipo wapi? Wakati anaangaza macho ndipo akamwona Samiri akiwa kitanda cha jirani. Alivyomwona tu, Zaria akakumbuka alivyoshikwa na uchungu wa kujifungua. Huyo kijana alimsaidia na ndipo alipomuunganisha na kina Naifati hadi wakaja kuwa msaada mkubwa sana kwake. Samiri naye alivyomtizama yule mwanamke akamkumbuka na akauliza, dada, siku ulivyoletwa hospitali ndo umepoteza fahamu hadi leo? Zaria baada ya kuambiwa vile akakumbuka jinsi mtoto wake alivyodondoka chini na kupasuka kichwa chake pasina kunyonya hata maziwa yake. Zaria akatizama maziwa yake ambayo yamejaa hata kunyonywa na mtoto bado hayajanyonywa hata kidogo yani. Zaria akaanza kulia na kusema, kaka asante, ulinisaidia, la mtoto hakuwa na bahati. Alifariki. Kwani hapo hospitali nimerudi tena kufanyaje? Zaria baada ya kuuliza ile swali, daktari akiwa ameongozana na Naifati akaingia akiwa ameshikilia vipimo. Naifati naye alifurahi kuona Zaria naye amerejewa na fahamu, akauliza Zaria, hali yako ikoje kwa sasa? Zaria akashika kichwa akasema, nasikia kichwa kinauma, huku akikumbuka jinsi alivyosukumwa na Nadia. Zaria akajisemea, huyu Nadia ana nini huyo? Nitamwambia mume wangu amrudishie kodi ahame kwenye nyumba yangu. Basi daktari alivyowafanyia vipimo aliwapa dawa za kutuliza maumivu, na Samiri alipewa dawa za kuchua alikoteguka mguu wake na kupewa dawa nyingine. Waliruhusiwa kurudi nyumbani.
Upande wa pili Nadia walikutana na Mustafa wakiwa wamepaki gari pembezoni mwa barabara. Nadia akauliza, "Mustafa, vipi, ngoja niletea Eunice, maana kuna mwanaume mwingine ameshalipia hela anataka mchukue." Mustafa akajiweka sawa na kumwambia, "Nadia, samani, yule Eunice bwana ametoroka. Na hadi sasa hivi hatujijua kaenda wapi." Nadia kwa mshangao akasema, Hapana Mustafa, useme hivyo. Eunice asipotee bwana, kwa maana bado hatajirudisha hela yangu ya dawa niliyomdunga." Nadia akasema, "Kamtafute kokote alikopotelea, tafadhali sana, kamtafute." Mustafa akaagana na Nadia kisha akaondoka na kwenda kumtafuta Eunice. Maskini Eunice hadi panapambazuka alikuwa amelala baa ya Angle Garden maeneo ya Mbezi kwa Makonde. Wahudumu wa ile baa asubuhi wanaamka wanamkuta Eunice amelewa pombe, alinyweshwa na wanaume, alitumiwa na wanaume wengi kweli kweli. Eunice amelewa, akavua blouse na kubaki na sindilia. Hakuishia hapo. Eunice zile hisia za ile dawa bado zinafanya kazi, na jinsi alivyolewa pombe basi hisia zinaongezeka maradufu. Eunice akatolewa hadi barabarani akawa analia na kusema kwamba jamani, wanaume mtau hamna? Nahitaji kulala na mwanaume hata bure tu jamani, nisaidieni. Eunice anaongea hadi analia. Akavua kabisa sindili yake na kubaki na kimini tu. Wanaume walikuwa wanacheka na kusema, dunia imeisha. Kahaba amelewa, anataka kufanya mapenzi na mwanaume hadharani. Wakiwa eneo lile, gari ya Naifati ikiwa mapakia Zaria na Samiri ambaye ni mdogo wake na Eunice walipita maeneo hayo. Naifati akiwa anaendesha gari akaona na kusema, "Hakika dunia imeisha. Umemwona huyo msichana pale ambako watu wamekusanyika? Analia, anataka kufanya mapenzi." Zaria baada ya kuambiwa vile akachungulia, ila hakuona chochote, maana Eunice alikuwa amemgeuzia mgongo wazi. Samiri naye hakuweza kumwona dada yake kwa sababu alikuwa na mawazo sana. Samiri alikuwa anawaza baba aliyemwacha Singida atakuwa katika hali gani. Mama alishafariki na dada ameacha shule na kusema asitafutwe tena. Samiri akawaza alishasaidiwa matibabu na hana mahali pa kulala, ataishi wapi? Yale mambo yalifanya asiweze kumwona dada yake kutokana na kuwa kwenye dimbwi zito sana la mawazo. Walifika hadi nyumbani kwa kina Zaria. Naifati akasimamisha gari getini na ndipo akakuta Baraka naye akiwa anaingia nyumbani. Maana usiku alilala guest baada ya kwenda kukutana na mchepuko wake Neema. Zaria baada ya kushuka kwenye gari, Baraka akauliza, "Mke wangu ulienda wapi? Maana wewe bado hujapona na kuanza kutembea, maana jana tu umetoka kujifungua." Zaria kabla hajajibu Naifati akadakia na kusema, "Nilimpeleka hospitali, wala usimgombeze jamani. Alipigwa na mpangaji wako na kuzimia. Embu shika dawa zake hizi hapa." Baraka akapokea dawa na kuuliza, "Amepigwa na mpangaji wangu yupi?" Naifati akiwa anafunga mkanda kwenye gari akamwambia, "Wewe nenda ndani, atakusimulia tu." Kisha kawasha gari na kuondoka huku Samiri akiwa yuko ndani ya gari. Baraka baada ya kuingia ndani akauliza, "Nani amekupiga?" Zaria akaanza kulia na kusema, "Nadia amenipiga pasina sababu. Naomba mrudishie kodi yake, ahame hapa upesi sana. Kwanza nyumba niliachwa urisi na babangu, hivyo mpe nauli yake aondoke." Aisee bana, kumbe ile nyumba anakokaa Zaria ni ya kwake na Baraka hana nyumba, na pale ni kama ameolewa tu. Ila Zaria anampenda sana Baraka na amempa majukumu kama mume na kumheshimu sana, lakini bado hajajua mwanaume anayependwa kwa dhati anatoka na Neema. Kibaya zaidi, wamemuuliana mtoto kimakusudi kabisa. Vile vile Nadia wana urafiki na mchepuko wake Neema. Umeona bana? Hata hivyo chumba Neema alimtafutia Nadia ili akae hapo awe anampa taarifa za kuonana na mchepuko wake. I say. Baraka akiwa amekaa kwenye sofa akatulia na kuwaza hela alizopewa za kodi alishazitumia pamoja na Neema mchepuko wake. Vile vile aliwaza atamfukuza vipi wakati mchepuko wake ndiye aliyemleta hapo. Ni kwamba akimfukuza Nadia basi Neema atamletea shida Baraka, na Baraka hakowi wala furukuti kwa Neema. Basi Baraka akajikuta ana kibarua kizito kweli kweli. Akamwangalia mke wake na kumwambia, "Zalia kipenzi, pesa kwa sasa sina na biashara yetu sasa hivi ni vigumu kweli kweli. Hivyo sina hela kumrudishia hame." Zaria alikuwa nayo akiba ya pesa, aliinuka na kutembea polepole, alienda chumbani kwenye drawer ya pesa zake za matumizi, akatoa Laki 6, kodi ya miezi 6, akarudi sebuleni na kumwambia, "Mume wangu simtaki yule Nadia. Na wewe ndio ambaye ulimwandikishia mkataba na kusaini, hivyo Laki 6 hiyo hapa, mtafute umrudishie pesa zake ahame leo. Mimi naenda zangu kulala." Baraka bana, baada ya kuzipokea zile pesa akatoka nje na kuchukua simu. Akazunguka nyuma ya nyumba kisha akatizama jina la Neema kidoti
Ndivyo alivyomsevu. Akapiga simu. Baada ya muda Neema akapokea. Baraka akatabasamu na kusema, "Aisee kipenzi changu, mume wangu amenipa hela hapa nimrudishie Nadia hela ya kodi." Asema nini? Mimi sitaki nikuudhi wewe. Mimi kama mume ninasimama upande wako kipenzi changu. Nadia hata hama hapa. Ninachotaka tukutane guest tena. Si unajua jana bwana tuliachia mchezo kati, na hujarudi tena. Kwa kuwa nilishapata pesa, tukutane guest. Neema akatabasamu na kusema, "Itapendeza zaidi, alafu mie mshahara wangu hujatoka. Naomba kama 300 hivi na nitosha tu nikasafisha nywele zangu nisuke, si unajua tena." Baraka akiwa na kuna kidevu akageuka na kutizama mke wake kama Zaria yupo maeneo yale karibu. Akamwambia, alivyoona hamna, akamwambia ina shida. "Utapata, si nimekuambia kwamba ni 600 au umesahau?" Neema akacheka na kumwambia, "Sawa, ngoja nijiandae na kuja." Kisha akakata simu. Baraka akatabasamu na kuondoka muda ule ule. Hakujali kama mke wake amejifungua anatakiwa ale nini na afanyiwe nini. Kibaya marafiki zake Zaria ambao walikuwa wanakuja kumtembelea Baraka amewaambia kwamba Neema asikubali waingie ndani. Hivyo Baraka aliwafukuza na kumwacha Zaria kama alivyo. Upande wa pili Naifati alifika hadi getini kwao, akabonyeza remote, geti kafunguka, akaingia hadi ndani. Akamuuliza Samiri maana bado yupo naye, "Wewe kaka kwenu ni wapi nikupeleke na gari maana mimi nishafika nyumbani?" Samiri akafungua mlango wa gari na kushuka. Hakutaka kumweleza Naifati kwamba yeye hana mahali pa kuishi. Samiri akajikaza na kumwambia, "Dada haina shida, nitaenda nyumbani kwetu, ni hapo tu juu, nitatembea tu mwenyewe." Naifati akamwambia, "Au nikupeleke?" Samiri anaogopa akamwambia, "Asante dada kwa msaada wako, nitaenda tu mwenyewe." Naifati akamwangalia Samiri akamwambia, "Pole, au watu waliokupiga na jinsi unavyotembea na huo mguu wako basi unafanana sana kaka mmoja hivi aliniziaga mafuta Singida." Samiri akamwambia, "Mimi sio mwenyewe bana. Utakuwa tumenifananisha, mie mguu wangu hapa ndo alinipiga watu jana." Samiri alishanunuliwa na nguo, maana nguo zake zilikuwa zimetapaka matope hivyo zimetupa. Naifati akamwambia Samiri, "Basi usiende, ingia ndani unywe hata chai maana sasa bado ni asubuhi." Samiri akatikisa kichwa kusema, "Hapana, nitaenda kunywa nyumbani." Aliamua kuficha kabisa asijulikane kuwa hana makazi. Naifati akachukua 2000 akamwambia, "Haya, chukua 2000 hapa kodi bodaboda hapo akupeleke hadi nyumbani. Naona kabisa hutaweza kupandisha hadi juu na huo mguu wako." Samiri alitaka kuikataa ile pesa ile, Naifati akamlazimisha na kumfanya ipokee. Samiri akafungua geti na kuondoka huko ameshikilia shilingi 2000. Geti likafungwa na Naifati akaingia ndani kwao. Samiri hakupiga hatua hata kadhaa hivi, alikutana uso kwa uso na Selemani Marasta akiwa ameshikilia 2000 yake mkononi. Selemani Marasta akatabasamu na kusema, "Dogo, tumekutana tena na wewe. Umetoka wapi?" Samiri kabla hajajibu akashikwa mkono uliokuwa umeshikilia 2000, akanyongwa ule mkono na kuachia ile 2000. Selemani akaichukua na kumwambia, "Toa pesa zingine bana." Samiri akataka kupiga kelele, akaoneshewa upanga, akatulia na kuambiwa, "Hiyo t-shirt vua nipe, vua na hiyo suruali nipe. Na ukipiga kelele na kupasua kichwa na upanga." Bwana. Basi bwana, Samiri akakosa ujanja na akamwambia, "Bro nisamee, nina hiyo 2000. Alafu nisamee hizi nguo nikikupa mimi nitabaki na nini sasa? Nisamee brother." Selemani hakuelewa, akamwasha kibao Samiri, akamvuta kwenye mchoro na kumwambia, "Ukipiga kelele na kupasua kichwa. Mimi waga siogopi kuwait." Samiri akiwa hana ujanja akakumbuka maneno ya dada yake Eunice alishawahi kumwambia, "Mdogo wangu, kuna siku utakutana na watu wabaya. Ili kujinusuru na watu wabaya, iwe wezi, vibaka ama majambazi, kikubwa cha kujali nafsi tu, vingine mwachie. Kwa sababu nafsi ni moja na ikipotea basi maisha yako yatakuwa yameishia hapo hapo. Ukikumbana na vibaka akikwambia nipe hicho, usilete ubishi, mpe tu, bora ubaki mtupu na ukasalimika kuliko kujifanya kwamba ni mbishi ukapata majeraha ama kupelekea hata kupata kifo." Samiri baada ya kukumbuka vile akavua suruali ya jinsi, akabaki na bukta, akavua na t-shirt, akamwambia, "Hivi hapa." Selemani akavipokea na kumwambia Samiri, "Haya, geuka na ukimbie. Na ukigeuka tu kuna kisu kitakufuata kwa nyuma. Ukijichanganya tu kinaingia mwilini mwako. Na ukijitahidi pona yako." Selemani akashika hicho kisu na kumwambia Samiri, "Potea."
Samiri mguu wake haujapona akaanza kukimbia na dawa zake mkononi. Selemani akarusha kisu, kwa bahati nzuri hakikumpata Samiri, kiligonga kwenye ukuta. Samiri na bukta yake alipandisha kilima na kwenda kukaa sehemu ambako watu hawapiti, maana kwake imekuwa ni tabu kweli kweli. Selemani baada ya kuzipola zile nguo akarudi kijiweni na kukutana na wenzake. Danieli alivyomwona Selemani akauliza, "Mwamba, umezikora wapi hizo nguo?" Selemani akiwa anakaa kwenye tofali akamwambia, "Yule boya wa usiku ambaye nilitaka kumuua, nimekutana naye hapo, alafu dogo muoga kama nini yani. Nikamkaba akavua, nikachukua kisha nikamwambia apote. Unajua kwamba hizo nguo ni mpya kabisa, alafu za bei mbaya yani. Hii jinsi dukani si 25,000 kabisa hii, na hili t-shirt 25. Kwa hiyo nikipitisha kwa masela hapa nikiuza hata 20 kwa nina hasara mimi." Wapi. Washikaji zake wakacheka na kumfagilia sana Selemani. Upande wa pili Naifati alipoingia chumbani akakuta mama yake alishaenda kazini, basi akaingia bafuni na kuoga. Naifati alianza kuwaza, nesi wa hospitali aliweka nini kwenye drip, ana ugomvi gani na Zaria? Naifati alivyomaliza kuoga akajifuta maji na kuangalia jeraha lake mgongoni ambalo alikuwa amejeruhiwa na Nadia. Naifati akavaa nguo na kuandaa chakula kisha akaelekea kwa Zaria kumpelekea chakula cha motomoto, maana alikuwa amejifungua, hana hata mtu wa kumwangalia. Naifati akafika kwa Zaria akakuta geti lipo wazi, akaingia ndani. Akagonga mrango na sauti kasikia kwa mbali kwamba ingia. Naifati akasukuma mrango akaingia na kupitiliza hadi jikoni. Akafika na kumkuta Zaria amedondoka chini jikoni. Naifati akaweka chakula na kuwahi kumuinua akamuuliza, "Umefanyaje? Ina maana hapa kwako hamna mtu?" Naifati akampeleka Zaria sebuleni na kumlaza vizuri. Zaria akiwa amefumba macho akamwambia, "Naifati, nilikuwa najaribu anao kukoroga uji ninywe. Mume wangu ameniacha hata sijui ameenda wapi. Simu yangu amechukua na marafiki zangu wote amewakataza kwamba sije kunihudumia, kwa hiyo napata tabu kwa kweli." Naifati akachukua chakula alicholeta akampa uji kwanza, alivyomaliza akampatia supu ya samaki ikiwa imechanganywa na ndizi. Zaria akara. Naifati akachemsha maji na kupeleka bafuni. Akamshika mkono na kumpeleka bafuni, alimkanda na kumwogesha. Alivyomaliza akamrudisha kitandani na kumpa dawa. Zaria akiwa kitandani kauliza, "Naifati, yule kijana ambaye ulitupeleka hospitali anaitwa nani na anaishi wapi?" "Mshukuru sana. Unajua singelikuwa yeye sijui hata kama ingelikuwaje. Sidhani kama ningelikuwa hai saizi." Naifati akatabasamu na kuuliza, "Kwa nini unasema hivyo?" Zaria akashia pumzi na kusema, "Alinisaidia na akanikutanisha na wewe." Naifati akamwambia, "Wewe kijana ameniambia kwamba anaitwa Samir ila kwa usipajui." Zaria akaushika mkono wa Naifati na kumwambia, "Naomba unishauri. Mume wangu anataka kuwaleta wazazi wake waje waishi hapa." Naifati akauliza, "Hii nyumba kajenga mwenyewe kwa pesa zake ama mmejenga wote?" Zaria akiwa amejifunika akamwambia, "Hii nyumba nimeachiwa na wazazi wangu tu, imepita miaka 3 toka wamefariki." Naifati akamwambia, "Usifanye hivyo. Usimlete mkwe hapa, hutaishi kwa raha. Mume wako ataanza kuhisi kwamba unawanyima chakula na unawasimanga. Hakika jumba haitakuwa na furaha hata kidogo." Zaria akamwambia, "Asante kwa ushauri. Ila mimi nampenda sana mume wangu na hata sitakagi kupinga mawazo yake. Ila nitamwambia tu awalete wakae kidogo kisha wataondoka." Upande wa pili Neema wakiwa na Baraka waliagiza nyama ya kuchoma kwa pesa ambazo Zaria alikuwa ametoa ili Nadia arudishwe kodi yake. Neema akamwambia Baraka, "Kipenzi changu, mbona huleti wazazi wako wakae kwako? Nataka uwalete alafu tutengeneze jambo fulani hivi. Huyo mwanamke wako ataondoka tu mwenyewe. Najua kwamba anakupenda. Hawezi kukufukuza kwa kuwa mmetoka mbali na penzi lenu. Ila yeye ndio atakayeondoka. Sasa akiondoka hiyo nyumba unaiuza, alafu mume wangu naye tutamdunga sumu na kumfanya awe kipofu, macho yake yawe hayaoni vizuri. Kwa hivyo nyumba yake tunaiuza, alafu sisi tutaenda kununua nyumba nyingine Masaki huko. Tunaonana." "Kwa nini unataka kufanya hivyo?" "Maana tukifanya vile ile hospitali mimi ndo nitakaye kuwa mkurugenzi mkuu, sasa pesa tutakuwa tuko nazo. Kuliko kutegemea tu mwanamke wako tu kutupa pesa. Kwanza mvivu, anategemea tu kiduka na hakina hata faida yoyote ile. Baraka, zinduka bana. Zinduka tutengeneze hela." Baraka akatafuna nyama na kumwambia Neema, "Kipenzi changu na akili sana wewe. Nitafanya hivyo usijali. Tena nitarudi nyumbani kesho wakati wote unaenda kazini." Neema akafurahi na kumwambia, "Baraka, nakupenda kwa sababu wewe ni mwelewa. Na huwa upigiki mawazo yangu wewe." Waliendelea kula starehe zao. Nadia naye alitoka na gari na kurudi alikokuwa amepanga kwa Zaria. Anafika
anakuta Naifati ndio alikuwa anaondoka. Nadia akasimama na kuangalia, kisha akasonya na kuondoka zake. Zaria akaita, Nadia, umekutana na mume wangu au hajakupa ujumbe wote ule? Nadia akageuka na kumuuliza, nikutana na mume wako ili weje? Au nataka nimtimizie haja zake kwa kuwa wewe umetoka kujifungua? Zaria akamwambia, samani, basi ukikutana naye atakwambia jambo. Nadia akaingia kubadilisha nguo zake kisha akatoka. Akamwangalia sana Naifati, akatikisa kichwa akasema, huyu Naifati, ngoja nikawatafutia kina Selemana kina Mustafa, halafu nimuoneshe kwamba mimi ni Nadia. Naifati na Zaria nao waliagana na kuondoka. Halikupita hata nusu saa, Samiri naye akapita eneo lile akiwa anatembea na bukta yake, huku watu wakiwa wanamfuata na kumcheka. Samiri, kutokana na uso wake kuwa umevimba kwenye jicho la kushoto, anatembea kwa kuburuza mguu wake. Basi walianza kumcheka na kusema kwamba mtoto mdogo amefumaniwa, nguo akaziacha na unatembea na bukta. Zile kelele za Samiri kuchekwa Zaria alizisikia na kumfanya achungulie, ndipo akamwona Samiri analia huku yuko na bukta, na wakati huo jua lilikuwa linaelekea kuzama. Zaria akaita, Samiri, kulikoni? Mbona upo kitumbawazi? Wamekufumania ama wamekupora? Samiri akaona wacha aingie kwenye nyumba ya Zaria ili kuwafanya watu wanaomcheka waache kumcheka. Samiri akamwambia, dada, naomba unistiri, nguo zangu nimekwaliwa tuna vibaka huko, nisaidie dadangu na kuomba sana. Zaria akashindwa namna ya kukataa, maana Samiri naye alimsaidia, akamchukua na kumpa nguo za mume wake kisha akazivaa. Samiri akamshukuru Zaria na kumwambia, nitazirejesha nguo zako, acha nirudi nyumbani. Samiri akaendelea kuficha na kujifanya kwamba mtu mwenye makazi, kumbe analala kwenye magofu tu ama sehemu yenye majani marefu. Samiri wakati anatoka getini huko anasindikizwa na Zaria, mume wa Zaria naye alikuwa anarudi kuchukua kitu fulani hivi. Anafika getini akakuta Samiri anaagana na Zaria. Baraka akatizama nguo ambazo amezivaa Samiri ni zake, huku mke wake ametabasamu na kumwaga Samiri. Baraka hakujalisha kama mume wake ni juzi tu kajifungua, akamwambia, kwa hiyo unanisaliti? Baraka akakunja ngumi na kumpiga Zaria kifuani, kwa hiyo unanisaliti na huyu mtu mpaka anavaa nguo zangu? Samiri akawaza akimbie ili kukwepa hiyo kesi, akaona itamsababishia Zaria kuuliwa. Samiri akapiga magoti na kusema, kaka samani, mimi ndo mwenye makosa. Huyu dada amenisitili nguo hizi, nimemwahidi kwamba nitazirejesha, maana nguo zangu nimeibiwa. Kaka, msamehe, nakuomba sana kaka. Baraka akakunja ngumi na kumtandika Samiri kwenye shina la sikio. Samiri akashuka taratibu na kuwa kimya kabisa. Baraka akanyanyua mguu ili akanyage kichwa cha Samiri. Kuna gari nje inafunga brake na binti akashuka kamsukuma Baraka akamwambia, mbona unaua wewe? Baraka baada ya kusukumwa nusu kudondoka alipotaka kukunja ngumi, ndipo Selemani naye akashuka kwenye gari akamwambia, "Wewe brother, usinipige mke wangu wewe. Nitakuvunja mbavu, nasikia? Huyu mchumba wangu huyu." Naifati akawahi na kumuinua Zaria akamuuliza, "Uko salama?" Zaria akainuka na kusema, "Niko salama. Samani, nimesahau funguo wangu wa nyumba kwako na ndio maana nimeufuata. Kwani huyu mkaka amefanyaje? Mbona nawapiga hivyo?" Naifati akatupa jicho akashangaa Samiri amezimia tena. Akauliza, "Huyu Samiri ama ni nani?" Zaria akamwambia, "Mwenyewe huyo. Huyu kaka wa watu amekuja hapa hana nguo, nimefanya kosa kumpa tungo za mume wangu ili tu ajistiri. Na ndio maana mume wangu akahisi kwamba nimemsaliti." Baraka akiwa anahema baada ya kutembeza kichapo, ndipo akasikia mlio wa SMS unaingia kwenye simu yake. Akaitoa simu na kufungua. Akakuta ujumbe wa Neema, mchepuko wake, mwambia, "Baby, fanya wai bwana. Usikae na mke wako, unajisikia mpweke sana mimi." Baraka baada ya kusoma ule ujumbe alipitiliza hadi ndani akachukua koti na kutoka. Alimwacha mke wake Zaria pasina kumwaga. Baraka alivyotoka akamwambia Zaria, "Wewe mwanamke, nishakwambia sitaki marafiki waje kukutembelea. Subiri nirudi, utanieleza kwamba mtoto aliyekufa hospitali ilikuwaje. Nimepata habari za chinjini kwamba mtoto wangu umemtoa kafara wewe. Sasa subiri nirudi." Baraka alimchimba mkwara na kuondoka kwenda kukutana na kimada wake. Naifati naye simu ikapigwa, akapokea na kusema, "Halo mama, nisubiri getini nachukua funguo mara moja hapa, nilisahau hapa kwa Zaria anakuja." Naifati akamwambia Zaria anaingia ndani na chukua funguo. Nilisahau kwenye meza. Kweli akaingia na kuchukua funguo na kuondoka pamoja na Selemani.
Walipofika nyumbani, Selemani akamwambia, "Oya mchumba, nimekusindikiza kuchukua funguo, pia nimekusaidia kwa yule kaka. Na angekubutu ngumi aise. Kwa hiyo nimepoteza muda, nilipe 20,000." Naifati akafungua pochi akamwambia, "Bwana Selemani, umezidi sasa. Wewe kila siku naomba hela tu na leo mwisho, sikupi tena. Kwa heli, ngoja nikamfukulie mama yuko nje na hana funguo." Selemani akatabasamu na kusema, "Haya, usikuma kipenzi changu. Usitoke tena." Upande wa pili, Samiri baada ya kupigwa ngumi ya sikio na kupoteza fahamu tena akiwa yuko getini. Na hiyo nyumba ndio dada yake Eunice alipokuwa amepangishiwa chumba na Nadia. Basi bajaji iliweza kufika pale. Nadia alimshikilia Eunice mkono kwa akiwa anafoka. "Wewe mjinga, unanizalisha barabarani unavua nguo ovyo ovyo. Kwa nini ulitoroka? Sinaongea na wewe Eunice." Eunice alipofika getini akaona mwili wa Samiri akiwa amelala chali huku Zaria akiwa anampepea na kanga. Eunice akaita, "Nadia, hebu murika na tochi hapa. Mwanaume gani amelala hapa alafu anapepewa na Zaria? Hebu murika uso nione kama ni handsome huyo." Bwana. Mapenzi gani haya ya kupepeana na kanga sasa hivi usiku? Murika Nadia, nimuone huyu mwanaume. Nadia akageuka na kumwangalia Eunice akamwambia, "We mpuzi, usinipandishie hasira mimi. Kwa ulivyoniuzi naweza hata kukufanya kitu kibaya. Naomba tu unyamaze na wewe, sawa? Twende ndani huko." Nadia alifoka kwa ukali na kufanya Eunice amtazame kwa nyuma na wala hakumulika. Huenda Eunice angemtambua mdogo wake. Dakika kadhaa ziliyoyoma na ndipo Samiri akaja kupata fahamu na kukuta mwanamke amesimama anampepea. Samiri akawa anasikia maumivu ya kichwa yakigonga kwenye paji la uso wake na kuhisi kama kuna ubongo unataka kutoka nje. Akauliza, "Wewe ni nani na kitu gani kimetokea? Mbona hali ya hewa imetulia namna hivi?" Zaria akamwambia Samiri, "Pole, umepoteza fahamu. Je, unakumbuka chochote?" Samiri akatulia na kumwambia, "Sikumbuki chochote hata kidogo." Zaria akamuuliza, "Kwani ni wapi? Ili uondoke na usiendelee kusababisha mambo mengine hapa, maana mume wangu alihisi vibaya." Samiri alivyoambiwa vile akakumbuka kweli kuna mwanaume alimpiga ngumi na akahisi kwamba amefanya mapenzi na mke wake. Samiri akanuka na kumwambia, "Dada, asante, ila nguo zako nitarejesha, ila kwa sasa wacha tuniende nyumbani. Nyumbani kwetu si mbali sana, nitaenda tu mwenyewe." Samiri akaondoka huku machozi yanamlengalenga. Amesingizia kwamba kuna kwao, eti ana kwao. Ameamua kuficha kabisa ndani ya moyo wake watu wasijue kwamba hana makazi kwenye ile jilada. Upande wa pili, Baraka walikutana mchepuko wake na kuendelea kupanga mikakati. Neema alikaa karibu na Baraka na kumwambia, "Hiyo hela aliyokupa mke wako ili ukamrudishie kodi Nadia, ichukue. Kawachukua wazazi wako apeleke kwako kwenye hiyo nyumba yako ya huyo mwanamke wako, sawa? Wazazi wako kisha kuwepo hapo, wewe una uwezo wa kuondoka nyumbani wiki na kusingizia kwamba unaenda kikazi. Mke wako hatojisikia upweke kwa sababu atakuwa tu anaona wazazi wako. Vile vile utaendelea kumkera hadi akimbie tu nyumba. Japo ni nyumba yake ila atakimbia tu." Baraka baada ya kuambiwa vile akatabasamu na kumwambia Neema, "Sawa, nimekuelewa. Nawe anza kumwekea mume wako ile sumu ambayo itaharibu neva za optical, yani mizizi ya macho. Awe kipofu kabisa na si tumiliki mali zake bwana." Neema akalala kwenye kifua cha Baraka na kusema, "Ondoa shaka. Hilo nalifanyia kazi kwa upande wangu, sina hata shaka. Nitaweza tu. Je, wewe na uoga wako huo utaweza kufanya makusudi kabisa ili mwanamke wako akimbie nyumba?" Baraka akajibu, "Ndio nitafanya." Basi wawili hao wakavuta shuka na kujifunika wakiwa guest na kuendelea kufaidi mahaba yao ya kuchepuka. Kwa upande wa Naifati, baada ya kurudi nyumbani tayari ilikuwa shatimia 5 usiku. Akiwa amekaa sebuleni, mama yake alisogea na kuita, "Naifati, unafanya nini usiku saa hizi? Uko sebuleni?" Naifati alikuwa akichezea laptop yake akamwambia, "Mama, niko tunachezea laptop hapa." Mama akatoa bahasha na kumwambia, "Naifati, je, unaweza kunisaidia kuipeleka hii bahasha kwa Mama Hasani? Maana ni muhimu sana na Mama Hasani anasafiri kesho, anaenda Mwanza kwenye vikao vyake vya ujasiriamali. Sasa ina umuhimu sana kwenda usiku huu yani." Naifati akajilaza kwenye kochi na kuita, "Mama, nimechoka. Leo nipeleke." Basi mama naye akasogeza mkono na kumpatia hiyo bahasha. Naifati akasoma imeandikwa Mama Hasani. Akainuka na kuchukua funguo ya gari akamwambia, "Mama, mdada wa kazi anarudi lini kwani? Nyumba ishakuwa chafu hii."
Mama akakaa kwenye kochi na kumwambia, huyo mdada bwana sidhani kama atarudi tena. Simu yake yenyewe haipatikani sijui lakini. Basi Naifati aliingia kwenye gari akawasha kisha akaelekea kwa Mama Hassan. Alifanikisha kuifikisha ile bahasha na kurudi zake. Lakini kwenye hiyo barabara ambayo alikuwa amepita kuna kijana alikuwa amekaa pembezoni mwa barabara akilia mno. Alikuwa ni Samiri. Alianza kuita mama yake walau hata afufuke amtumie nauli arudi Singida. Dar es Salaam maisha yamekuwa magumu sana. Samiri alizidi kulia kwa kwiku huku akijinamia tu. Hajui atakula nini, hajui wapi pa kulala. Naifati wakati wa kurudi alishangaa yule mtu akiwa amejinamia analia. Naifati alishika kioo chini na kujisemea moyoni, huyo mtu nilimpita analia na sasa hivi bado yupo analia tu. Ana matatizo gani huyo? Naifati akamwangalia kaita, kaka, unalia nini? Au amekupora vitu vyako? Samiri akainua uso na kumtizama aliyemwongelesha. Kujibu chochote, akainuka ili aondoke atafute sehemu zenye majani ajifiche na aweze kulala. Lakini Samiri alivyotembea, maana mguu wake wa kushoto bado hujapona vizuri, hivyo kila akitembea na uvuta. Naifati akiona chungulia kwenye gari akajisemea, huyu kijana anavyotembea, hii mbona anafanana kabisa na aliyeniuzia mafuta Singida? Naifati akapiga honi pipi. Akafungua mrango akauliza, we kaka, una matatizo gani? Naifati akatoa simu yake na kumulika usoni. Hapo ndipo Naifati alikodoa macho baada ya kugundua kwamba ni Samiri. Naifati akaita, Samiri, kumbe ni wewe, unalia nini? Samiri akapangusa machozi na kumwambia, niko sawa. Akataka kuondoka. Naifati akamshika mkono akamuuliza, kwa nini hadi nyakati za usiku upo huku, unaenda wapi? Na kwani ni wapi? Na kwani unalia toka muda tu unajua umejinamia tunalia? Samiri akamtizama Naifati akataka azungumze jambo akasita. Lakini wakiwa wamesimama ndipo wakaona tochi na wamulika eneo lile. Sauti zilisikika. Waliokuwa na mulika walikuwa wakipanga jambo. Waya Masera, naona gari ile pale limepaki, huenda mshua mwenyewe amebanwa hata na haja ndogo hivi. Hebu tunaenda tukalivamia kama vipi, tukimkamata tu tunamnyamazisha alafu tunachukua ndinga na kwenda kuiuza. Au mnaonaje Masera? Naifati alivyosikia vile akamshika Samiri mkono na kumwambia, huu mtaa una vibaka wengi, twende. Wakikukuta hapa hao hawaachagi kitu, watakuibia hadi roho yako yani. Samiri naye hakubisha, wakakimbia upesi na kuingia kwenye gari. Naifati aliwasha gari na kuondoka spidi 100 na kuacha wale vibaka wakiangaza tochi zao. Naifati akiwa kwenye gari alimwangalia Samiri, anaona nguo alizovaa alimkuta nazo kwa Zaria. Naifati hakutaka kumwongelesha Samiri kwa sababu ameona kwamba hayuko sawa, kuna kitu kinamsumbua ila bado anaendelea kukificha. Waliingia hadi kwa kina Naifati na wakati huo Naifati amepaki gari na wote wakashuka. Naifati akamuuliza kwa mara nyingine Samiri, kwenu ni wapi na dawa ulizopewa hospitali ziko wapi? Samiri akamwambia, mimi sina mahali pa kuishi, naishi popote pale, na dawa nilizopewa hospitali kuna kibaka amenibananisha wakati natoka kwenu, akazichukua pamoja na nguo na alinibakisha mtupu kabisa. Naifati akaogopa na kurudi. Akauliza kwa mara nyingine, kwa hiyo wewe ni nani? Wakiwa wanaulizana maswali wakiwa wapo karibu kabisa na kibaraza, ndipo Naifati naye akatoka na kumwambia, Naifati, kwa umeamua kumuingiza huyo mwizi hadi ndani Huyo kijana mwizi si ndo alikuwa anapigwa na kina Selemani wakitaka kumuua huyo? Mama akasema, haya mtoe nje upesi au nataka aje atugeuke na atuue. Samiri akaona hii ni sifa mbaya kabisa. Akamkamata Naifati na kumwambia, dada, asante kwa kila jambo, ila mimi ndo yule kaka ambaye niliyekuuzia mafuta ya alizeti Singida na ukanitupia pochi, ila pochi yako ilikuwa na kiasi cha shilingi 90,000. Samiri akamwachia Naifati na kumwambia, naomba unifungulie geti nitoke nje nilipopazoea na mimi sio mwizi. Samiri akaongea na kusogea hadi getini, akafungua na kutoka. Naifati akatamani amwambie usiondoke, ila akimtizama mama yake amemwangalia huko akionyesha dhahiri mama yake anahisi kwamba Samiri ni mwizi. Kutokana na uvumi wa mtaani walikuwa wakimwona akizunguka tu, basi wakajua ni mwizi. Samiri akaondoka na mguu wake akiuburuza. Alikuwa akilia sana na kusema, kwa nini watu wanaanza kumnenea mabaya kwamba yeye ni mwizi? Samiri alisimama nje ya nyumba kina Naifati, akasikia mziki ukidunda kwenye baa ambayo ilikuwa iko jirani, huku ikionekana ni maarufu kulikweli. Ilikuwa ni siku ya mwisho wa wiki, basi watu walikuwa wanapombeka vilivyo. Samiri akajisemea, eneo salama ni kwenda kukaa kwenye baa, asikilize tu mziki hadi asubuhi. Samiri alitembea na kufika kwenye ile baa. Alishangaa kuona baa imejaa watu wakiruka mziki kwa ndani, huko nje wakiwa wamekaa kwenye meza wakiendelea kupata urabu.
Naifati naye baada ya kuachwa na Samiri akashindwa kumjibu chochote kile, akaanza kukumbuka maneno ya Samiri. Mimi ndo kijana ambaye nilitia mafuta Singida. Naifati akakumbuka vile, akajisemea moyoni, sasa huyu kaka, mbona nilimuuliza kama nilishawahi kumuona Singida amekataa? Inaonyesha kwamba ni mwenyewe. Mbona ametaja hadi kiasi cha pesa ambacho kilikuwa kwenye pochi? Naifati akajifunika shuka na kulala zake. Samiri akiwa ba anashangaa kuona baadhi ya wanawake wamevalia nguo fupi, akajisemea, ina maana tunavyokuwa tunaangalia kwenye movie nguo wanazovaa kumbe ni kweli. Samiri akazidi kushangaa matukio yanayoendelea kwenye hiyo ba. Wapo waliokuwa wakikumbatiana na wapenzi wao huku wakiendelea kulewa. Samiri akiwa anaendelea kuchungulia mlinzi wa eneo lile akamuuliza, "We dogo, unatafuta nini hapa? Kama unakunywa bia ingia ndani, na kama unamsubiria ndugu yako basi usisimame huko kwenye magari. Nenda kaa kwenye viti. Unaweza kusimama parafu gari za watu hapa ikapotea saitimila au hata taa basi itakula kwako mzee." Samiri alivyoambiwa vile akamwambia ule mlinzi, "Asante." Samiri akaangaza macho yake akaona TV kubwa ambayo kijijini kwao hajawahi kuiona. Akajisemea, Mungu wangu, hii si TV. Wacha basi nikae kwenye kiti niangalie, na mhudumu akiniuliza namwambia kwamba niko namsubiri mtu. Samiri akiwa ametabasamu baada ya kuona TV na kusahau shida na tabu alizokuwa nazo, akavuta kiti ili akae. Lakini kabla hajakaa Samiri akashangaa anaambiwa, "Dogo, kumbe na wewe ni mnywaji wa pombe?" Kisha kiti chake kikavutwa. Samiri anaangalia ni nani amemwambia vile. Ndipo alivyotazama aliona rasta zikiwa zimening'inia. Huyo alikuwa ni Selemani akiwa amekaa meza ya jirani. Selemani akamshika Samiri mkono na kumvuta kwenye meza aliyokuwa amekaa na wenzake. Selemani akamwambia, "We dogo, hesabu chupa za bia ambazo ziko mezani hapa, na ukileta ubishi nadhani kwamba unanijua." Samiri akahesabu na kumwambia, "Zipo 23. Selemani akatabasamu na kumuita mhudumu. Mhudumu akasogea hadi kwa Selemani. Selemani akamwambia mhudumu, "Umesema kwamba bia 5 hatujazilipia? Basi bosi wetu ashafika. Huyo hapo, mwambie kwamba akupe hiyo pesa." Selemani akachukua glasi ya bia na kupiga funda moja. Mhudumu akamwambia Samiri, "Haya bosi, leta 7500. Samiri akamwambia, "Dada samani, hawa mimi siwajui, kwa hiyo bili mimi siwezi kuilipa." Samiri akataka kuondoka, ndipo akavutwa mkono na Selemani kwa nguvu. "We dogo, unaleta ubishi, umenisawe?" Samiri akajaribu kujitetea walau asiwe mnyonge, akauvuta mkono wake, na ndipo Selemani akampiga teke la tumbo na kumfanya Samiri na kudondokea kwenye meza za jirani, ila hakumwaga bia za watu. Samiri akiwa chini akasikia sauti ya binti ikisema, "Eunice, nenda na wewe mwanaume guest mfanye masaa 2 tu, alafu utanikuta hapa." Ni maneno ya Nadia aliongea akiwa anamuuza Eunice kwa mwanaume aliyempatia pesa kwenye ile bar. Eunice akiwa amepakata na mwanaume mwenye kitambi. Eunice alikuwa akipapasa kitambi huko amevalia nguo ambazo ilikuwa ni nusu tupu kabisa. Samiri akainuka na kutizama ni nani huyo anaitwa Eunice. Maskini Samiri anasimama kutazama, akakuta dada yake ameshikwa tu maziwa hadharani, tena amejiachia huko akifurahi kwa upande wake. Maskini. Samiri akaita, "Dada, nini unafanya hapo? Hiyo ndo shule yako sasa hivi dada?" Samiri aliona ni kitendo cha fedhea dada yake kufanyiwa vile. Alianza kulia akikumbuka mama amefariki. Mama aliacha kwenda kutibu magonjwa ambayo yanamsibu, akahangaika kumsomesha Eunice. Mama alikuwa akihangaika na pumu ambayo ilikuwa ikimnyima hadi usingizi, lakini mama alimsomesha Eunice. Samiri akamshika Eunice mkono akaita, "Dada, unafanya ujinga gani wewe?" Nadia alivyoona Eunice ameshikwa mkono na Samiri akainuka na kusema, "Kaka, hapa hela yako tunaongea. Kama na wewe unamtaka lipia pesa ukalala naye. Si kuitaita sijui dada hapa. Sisi tuko kibiashara hapa." Samiri akiwa amejaa hasira alimvuta Eunice akaita, "Dada, ni mimi hapa Samiri mdogo wako." Eunice akamwangalia Samiri, kweli akaitambua ni sura ya mdogo wake. Akatabasamu na kuita, "Au Samiri, kumbe ni wewe. Umekuja kutafuta mwanamke kulala naye?" "Mdogo wangu, wanawake hapa wanajiuza gari sana. Subiri nikimaliza na huyu mzee wa kitambi, alafu mie nitakufanyia bure kabisa kwa kuwa ni mdogo wangu." Eunice aliongea akiwa anaonekana amelewa vilivyo kweli kweli. Samiri akiwa ameshangaa ni ujinga gani dada yake anaongea. Mara Mustafa na baba yake wakaingia kwenye ile bar. Baba Mustafa akamwambia, "Unajua kwamba huyo Nadia wako atamleta Eunice bar? Leo tukimpata sitaki tufanye uzembe. Yaani ubinti ni wakuwa kabisa ukutoboa hata macho ya kipofu. Ateseke, mimi ninachokitaka familia yao iteseke tu." Selemani alimwona Mustafa kaita, "Bosi, umekuja?"
Mustafa mzee wa mipango, karibu kwanza. Karibu tulipe hapa bia kwanza, tumekunywa na hatujalipa. Samiri naye alivyosikia Selemani ametamka jina Mustafa aligeuka, maana anamjua ni mtoto babake mkubwa. Alivyogeuka akashangaa kumwona Mustafa na baba mkubwa wake. Samiri alikuwa amemshikilia dada yake mkono, akaita, baba mkubwa, ni wewe ama nimekufananisha? Shikamoo baba mkubwa. Ile salamu alivyosalimia vile babake na Mustafa akamwambia mwanae, basi wote tumewapata, harakisha mambo. Huo ni mwisho bwana wa sehemu hapa ya 5 ya simulizi Maandiko. Hatujajua ni maandiko matakatifu ama ni maandiko ya mamake na Samiri, na kama ni yale aliyoandika siku ile, je, watayapataje? Ili hali mama aliyachimbia chini, na anayejua maandiko yalipo ni mbwa anaitwa Mkatakona Mariatabu, ambaye na huyo alitulimwacha kule kijini akiwa amedhoofika. Sijui kama bado yuko hai au amekufa. Tutajua tutakaporudishwa kijijini na mtunzi wetu wa simulizi Bwana Mogishine kujua nini kiliendelea kule. Babake na Samiri anaendeleaje? Bado tuko jijini Dar es Salaam kuendelea kucheki mchezo unavyoenda. Mambo ni mazuri na ni matamu kweli, japo yanasikitisha kweli. Tukutane ndani ya sehemu ijayo, itakuwa ni sehemu ya 6 Maandiko.